Tuanze taarifa zetu asubuhi kabisa. Moja kati ya taarifa kubwa ambazo tunajadili kwa siku ya leo, na tukianzia hapa kwenye warm up, ikiwa ni saa 3:22 asubuhi Disemba 2, ligi kuu inarejea na imekuwa na mabadiliko ya ratiba. Ratiba ya Simba na Yanga ya Disemba 2 na 3 imesogezwa mbele, badala yake itakuwa ni Disemba 4. Simba itacheza dhidi ya Mbeya City Meja Jenerali Samuyo, na Yanga itacheza dhidi ya timu ya Fountain Gate pale KMC Complex. Kwa maana kwamba ratiba nyingine ni kwamba tarehe 3 mwezi wa 12 ambayo ni siku ya kesho, Azam dhidi ya Singida Black Stars, lakini wakati huo tarehe 4 mwezi wa 12 ambayo ni kesho kutwa, Yanga watacheza na Fountain Gate, Simba watacheza na Mbeya City. Tarehe 7 ya mwezi wa 12 mwaka huu hapa itakuwa ni Simba Sports Club dhidi ya timu ya Azam FC na Coast Union dhidi ya timu ya Young Africans. So hapa tunafanya jitihada Juma za kumpata Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi TPLB, kutuelezea haya mabadiliko ya ratiba yamezingatia kitu gani, wakati ambao kuna timu ambazo zipo tayari kwenye mapumziko hadi mwakani baada ya michezo iliyopita. Simenielewa vizuri? Kuelewa vizuri. Lakini ratiba ndio hii hapa. Ratiba za tarehe 2 na 3 ambapo leo kulikuwa unapaswa kuwa una mechi zimesogezwa mbele, badala yake itakuwa ni Disemba 4. Simba itacheza dhidi ya Mbeya City pale Meja Jenerali Samuyo, na Yanga itacheza dhidi ya Fountain Gate. Mabadiliko ya ratiba haya Evans, kwa kunaona yana shida yoyote au ni mabadiliko sawa tu kwa jinsi ambavyo mwenendo ulivyo? Sidhani kama yana shida kwa sababu ukiangalia timu zote ambazo ratiba zao unaona zimesogezwa ni timu ambazo zilikuwa hazipatikani kwenye kati hizo. Kwa sababu pia ya logistic ambazo zimewafanya wao wachelewe kurudi. Tunaelewa namna ambavyo maisha yetu ya Kiafrika yalivyo. Kwa hiyo naamini ni ratiba ambayo itakuwa ni rafiki, na ukiangalia kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine pia umezingatia muda. Kwa hiyo hii biashara nimeona watu wengi wanaoji ni kwa nini Simba na Yanga wanacheza siku moja, ni kitu ambacho watu wengi hawajakizoea. Kwa hiyo ndo imekuwa maswali mengi ya watu. Mimi naamini ratiba iko sawa. Kikubwa ni watu wacheze mechi zao, na kila anayetakiwa kushinda na ashinde kihalali. Jana mimi wakati tunapiga story na Ashraf nilimwambia kuna namna timu zinaenda kucheza, lakini kuna watu tunawasahau referees. Wasije wakatuletea mambo ya kurudi hapa tunaanza kuwajadili wao. Unajua hapa katikati tumekuwa hatuna issue za marefari sana. Ni kwa sababu hizi kelele watu wamezichoka, na mimi hata wenyewe hawapendi kusikia kila siku wananyoshiwa kidole wao, ndo sababu ya baadhi ya timu zingine kuwa na matokeo mabaya. Kwa hiyo naamini pia wenyewe wataenda kufanya kazi yao vizuri, na vilabu pia vitakuwa vimejiandaa kuelekea michezo hiyo, na ni michezo migumu kwa watu wote. Ukiangalia mechi ambazo ziko kwa Simba ni mechi ngumu, ukiangalia mechi ambazo ziko kwa Young Africans pia ni mechi ngumu. Kwa issue ya ratiba mimi naamini ratiba iko sawa. Kamanda, ratiba umeiona? Ngoja tutakuja kwa Kamanda. Tayari kwenye line ya simu tunaye Boimanda. Karim, habari za asubuhi? Salama, habari. Bwana, nzuri kabisa. Uko sawa sawa? Niko sawa kabisa. Mambo mazuri. Tumekupigia simu live hapa Karim, kuhusiana na kuna maboresho kidogo umefanya ya ratiba hasa kwa hizi timu kubwa za Simba na Yanga. Tukasema tukuulize kwamba mabadiliko haya ama uboreshwaji huu yamezingatia kitu gani zaidi? Nimejibu swali jana usiku kwenye kipindi. Sasa nilitarajia kwamba kwa sababu nimezungumza na kipindi cha radio hiyo na asubuhi tungekuwa na swali tofauti kidogo. Sijaona mantiki ya kuulizwa swali hilo jana usiku na niulizwe swali hilo leo asubuhi kutoka kwenye same media. Mimi binafsi sijaona mantiki. Uliulizwa na watu tofauti, lakini pia tuna wasikilizaji tofauti na vipindi viko tofauti. Kuna watu wengi anasikiliza Jojo Bonito, asikilize Crown Sports, na wengine vice versa. Wasikilizaji tofauti. Mimi ni mmoja wa wasikilizaji wa Crown. Nimesikiliza jana kipindi. Na leo hapa nilikuwa nawasikiliza. Basi kwa faida ya wale ambao wakusikiliza jana usiku, tunaomba utupe majibu. Sawa. Nilieleza jana, lakini kabla ya hapo tumekuwa tukieleza pia na sababu mbalimbali ambazo zinapelekea kufanya maboresho ya ratiba. Kwa mabadiliko ya michezo ambayo inahusisha klabu za Simba na Yanga, msingi wake ni kwamba ratiba ambayo ilitangazwa ilikuwa imetenga takriban siku 3 kutoka tarehe ya michezo yao ya pili ya hatua ya makundi ya klabu bingwa Afrika mpaka tarehe ya michezo yao ya ligi, na maana yake baada ya siku ya 4 ndio mchezo ulikuwa unafanyika. Kwa hiyo makadirio yale yalifanyika kabla klabu hizo hazijaeleza kuhusiana na masuala ya usafiri wao. Kwa hiyo baadaye ikaonekana hizo klabu zimepata changamoto kwenye swala la usafiri, kwa maana ya
delay ya safari za hapa Afrika, unafahamu kwamba uwezekano wa kutoka nchi moja leo ukalazimika kufika nchi nyingine kesho ni mkubwa, na hicho ndicho kilichotokea. Matokeo yake imekuwa ngumu kwa klabu hizo kufika kwenye wakati sahihi ili kupata muda wa kikanuni wa kufikia mchezo wa ligi. Kwa hiyo changamoto ya usafiri ndio iliyopelekea michezo yao ambayo ilipangwa kufanyika baada ya wao kurejea nchini iondolewe ili kuja kupangiwa tarehe zingine, na badala yake ikapangwa michezo mingine ambayo itakwenda kufanyika kwenye tarehe moja. Na kingine tumeona kwenye sasa, baada ya ratiba hiyo ambayo umetoa, Simba na Yanga watacheza kwa siku moja. Hii kidogo hatujazoea, na hasa ukizingatia pia hata wenye haki za kurusha matangazo nao kwenye hili wamekuwa wakitazama zaidi. Hii imekaa namna gani safari hii? Ya, ni kweli hatujazoea, tunafahamu wadau wetu wengi hawajazoea, lakini wakati tunaanza msimu tuliweka wazi kwamba tunakwenda kucheza msimu mgumu kuliko misimu yote tuliyowahi kuishuhudia. Ni msimu ambao ulichelewa kuanza, ukiathiriwa na uwepo wa fainali za Chani, lakini ni msimu ambao ukiwa katikati unakwenda pia kuathiriwa na fainali za AFCON. Utakumbuka kwamba pia tunalazimika kumaliza msimu wetu mwishoni mwa Mei kwa sababu hatuwezi kuigusa Juni ambayo tayari na fainali za kombe la dunia. Kwa mantiki hiyo, na ukijumulisha na uwepo wa michuano mingine ikiwemo kombe la shirikisho la CRDB, ikiwemo kombe la Mapinduzi, kombe la Muungano, hapo katikati utaona ambavyo tuna muda kipindi kifupi sana cha kucheza ligi. Kwa hiyo mambo mengi ambayo hatujazoea tunaweza kukutana nayo, na uzuri ni kwamba tulizungumza na club zetu, tulizungumza na broadcaster, tulizungumza kwenye public kwa ajili ya wadau wetu kuwaeleza namna ambavyo tutakuwa na mabadiliko mengi, tutakuwa na vitu vingi vipya. Kimoja hapo ndio hiki ambacho Juma unaniuliza leo kwamba hatujazoea kuziona Simba na Yanga zikicheza siku moja, lakini inawezekana kukawa kuna mambo ya kidogo kutokana na nature msimu wenyewe. Kwa hiyo sababu pekee ni ufinyu wa muda ambao tunao kutamatisha msimu wetu wa 2025-2026. So kupitia kipindi chako ni vema wadau wakaelewa kwamba tunapaswa kushirikiana kwa pamoja. Wadau wote tunapaswa kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunakabiliana na hizi changamoto, tunakabiliana na haya mambo mapya ambayo tunayaona, ili mradi tumalize msimu wetu vizuri, tupate bingwa wetu, tupate wawakilishi wetu kimataifa. Inshallah msimu unaokuja tutarejea kwenye ile hali ambayo tulikuwa tumeizoea. Boy, tunakushukuru, na pengine kama kuna jambo lolote ungetabani kuwafikishia wadau wetu wa soka ambao wanafuatilia ligi yetu kwa ukaribu. Ya, wadau wetu waendelee kutunga mkono sisi wasimamizi na waendeshaji, waendelee kuelewa hali ngumu tunayopitia katika kusimamia msimu huu, tukiamini tutaendelea kupata support yao kubwa, lakini pia waendelee kuziunga mkono klabu kwa sababu mashabiki, wadhamini, wanahabari ni moja kati ya wadau wakubwa ambao mmekuwa mtusaidia sana kuziongezea thamani klabu zetu, lakini pia kuiongezea thamani ligi yetu. Kwa hiyo ushirikiano unatakiwa kuendelea kuwepo kwenye kila eneo ambalo tunaamini tukiwekeza nguvu, tukiwekeza ushirikiano wetu, ligi yetu itaendelea kwenda mbele. Na Juma, unafahamu wakati unairipoti ligi kuu ya NBC miaka mitatu nyuma, hadhi yako haifanani na wakati unairipoti ligi kuu ya NBC sasa. Lakini pia wakati unairipoti ligi kuu miaka 10 iliyopita ama miaka 8 iliyopita, hadhi yako haifanani na wakati unairipoti sasa. Sasa hivi ukiripoti habari yoyote ya ligi kuu unafuatiliwa na watu wengi kutoka ndani na nje ya Tanzania. Maana yake wewe na wewe pia hadhi yako, umaarufu wako, ukubwa wako kwenye kupasha habari, kwenye wanahabari inaongezeka automatically. So wewe ni mmoja kati ya watu ambao unataka kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha hadhi ya ligi kuu ya NBC inazidi kupaa juu, ili na wewe hadhi yako ipae, upate mshiko zaidi Juma, si ndio? Kabisa. Haya, nashukuru kwa kunielewa. Asante sana. Kamanda vipi? Shakimbia bwana. Tunashukuru sana na kamanda. Wenzetu wamekuwa wakipishanisha sana hizi mechi kubwa. Muda ili angalau watu ambao wana siku. Muda siku. Sisi sasa wenzetu wapi? Huko Ulaya.
Kuna siku wanacheza pamoja siku moja. Siku moja wanaweza wacheza hata wote. Kwenye muda mmoja No, hata kwenye muda mmoja inawezekana. Yeah, lakini ni very rare kwa mfano. Ukute muda huo kwa mfano Hispania, Real Madrid na Barcelona, yani Madrid anacheza huku, Barcelona anacheza huku. Mara sana huwa ni mechi za mwisho. Mechi za mwisho zile ili kuepusha michezo. Lakini pia hata Ujerumani ukute Bayern Munich anacheza wakati huo. Ujerumani nadhani Ujerumani zinachezwa sana. Ujerumani huwa inatokea. Saa 10:30 unaweza kukuta timu zote. Lakini hata swala la Juma ni lile la unakuta siku moja unakuta timu zote zinacheza. Kwa mfano kwenye ligi yetu imekuwa ni ngumu. Lakini kwa wenzetu imekuwa ni kitu cha kawaida. Hiyo mara nyingi watu tunaiona kwenye UEFA kwamba UEFA huwa kwa mfano pale Madrid kuna timu mbili, Real na Atletico. Huwezi kukuta wale mabwana wote wana mechi za nyumbani za UEFA wakati mmoja. Hivi ni ngumu kweli? Ngumu. Yes. Yani UEFA huwa hawa commission mechi mbili kwenye manispaa moja at the same time. Au kute London pale kwamba Stamford Bridge anatwanga huku dhidi ya Chelsea na Bayern Munich, alafu wakati huo wapi pale Emirates wanatwanga Arsenal na Barcelona. Au kute Man United anapiga Champions League wakati huo afu Man City naye, kwa sababu logistics wanajaribu kuweka mazingira ya logistics. Nadhani hata Morocco huwezi kukuta Raja na Wydad ndani ya Casablanca pale wote kila mmoja ana mechi ya ligi wakati huo. Kwa hiyo tunakubaliana kivyovyote kuna hatari itatokea kwenye hizi mechi, yani hatari pengine kwa upande wa wenye haki ya matangazo, kibiashara na kadhalika. Of course ni kitu, it's a one off. Sidhani kama itakuwa hivyo kila siku. Kwa hiyo wakati mwingine unaelewa tu mazingira ambayo yanawakuta watu ambao wanapanga hizo ratiba. Bwana, umemsikia kamanda? Nimemsikia. Hans, mimi kwa upande wangu naona tu ni sawa. Wewe unaona ni sawa? Mechi zipigwe tu. Nafikiri ni ile yani ni sawa sawa na siku tunakuja kujadili hapa kwa nini Simba wanacheza saa 8:30 au Yanga. No, kwa mimi kuna nyakati vitu kama hivyo lazima vitokee tu. Kwa kesi ya Tanzania hapa, to be fair kwa broadcaster. Unajua broadcaster wa ligi yes anategemea timu zote 16. Lakini nguvu ya hizi timu 16 hailingani. Yani viewership ya hizi timu 16 hailingani. Na it's bad enough kwamba unakuta mechi za Simba na Yanga zinapata viewership, let's say unakuta manake wao wana means za kudetect ving'amuzi ama visimbuzi ambavyo vimewashwa kwa wakati husika. Kwa hiyo wakati Simba au Yanga anacheza at any given time, unaweza kukuta kuna ving'amuzi vimewashwa labda 3 milioni 5, alafu hizo timu zikiwa hazichezi ile namba inashuka drastically, yani inaweza ikatoka 2 mpaka 500. Hiyo laki moja kubwa sana. Yani watu 100,000 wakae wanaangalia mechi labda ya Mbeya City na na Namungo. Ni very rare. Wataangalia watu, yes, lakini ni namba ambayo labda kama ni watu wengi sana, watu wengi sana, labda 5,000 au 10,000. Lakini Simba Yanga akiwa anacheza game, kwa mfano game ya kimataifa hivi, Yanga na JS Kabylie, you can be sure kwamba at least you have 5 million people wanaangalia at a given time. Kwa hiyo broadcaster akiwa anajaribu kusisitiza kwamba mechi za hawa wakubwa at least zipewe space ili yeye maximize viewership, unamuelewa, kwa sababu pia amelipia hicho kitu. Kwa hiyo ana haki ya kuwa na sauti kwenye upangaji wa ratiba kabisa. Na tuko katika ulimwengu wa kibiashara zaidi kwa sasa hivi, so mtu lazima ataangalie pia upande wa biashara, anafaidika vipi na anafaidika vipi. Biashara kubwa sana. Sasa Hansi, nafikiri tumeona hapa mpangilio wa ratiba na hakuna chochote ambacho tunaweza kukigeuza hapa. Lakini kesho kuna mechi kubwa. Azam Singida Black Stars. Hii ni mechi ambayo kiukweli hiyo ni CAF Confederations Cup derby. Hakuna namna ambayo tunaweza tukaescape kusema kwamba mechi sio kubwa, na itakuwa nzuri sana kulingana na jinsi ambavyo ipo. Azam ina wachezaji bora, lakini kwa sasa pia ina kocha bora sana. Singida Black Stars ina wachezaji bora sana ambao wamewasajili msimu huu, lakini pia kocha wanaye bora. Yani kiufupi tunaenda kupata mmoja kati ya mechi bora kabisa za msimu. Niko wrong kusema hivyo? No. Natarajia kuona mechi nzuri kwa kweli kama ambavyo umezungumza, kwa sababu ukishana na Simba na Yanga, Singida na Azam ndio vilabu vingine ambavyo vinafuata kwa ubora. Kwa maana uwekezaji na consistency ya kupata matokeo wamekuwa wako juu sana. Kwa hiyo
tunatarajia kuona mechi nzuri kama ulivyozungumza. Nadhani nimetazama mechi zote mbili za kimataifa. Kwa upande wa Azam wacheza na Wydad, nilitazama mechi ya Singida pia wakiwa nyumbani wanacheza na Stellenbosch. Naweza nikasema kwamba mechi ya Azam ilikuwa ni ngumu zaidi kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu walikuwa wanacheza na timu yenye quality zaidi, lakini bado first half Azam walionyesha wana uwezo wa kubato na Wydad, wana uwezo wa kucreate nafasi. Nadhani kwenye ile mechi Azam wamepoteza nafasi za wazi karibu 3 mpaka 4, na kuna goli walifunga likakataliwa, ambalo hilo goli hadi leo haijulikani ilikuwa ni offside au foul, kwa sababu ukitazama offside sio offside. Foul. Ukiangalia foul haionekani. Kwa hiyo kuna namna ile mechi walipoteza alama zote 3, lakini kiukweli walistahili kupata alama kwenye ile mechi. Kwa sababu wali create nafasi na kwa asilimia kubwa walidefend vizuri sana. Nadhani midfield ya mtu kama Emedi Mau, Feitoto ni watu ambao tayari wana experience, energetic, wana uwezo wa kudictate mchezo wote na kufanya vitu vitokee. Shida yangu kubwa sana inabaki kwenye eneo la mbele la Azam. Nadhani wamekuwa wanakosa umaliziaji mzuri. Bora Kitambala bado kuna namna hajatuonesha kwamba Azam wamepata mshambuliaji sahihi. Yani unaweza, na nadhani Azam wanaweza kuwa ni timu ambayo ina bahati mbaya sana na namba 9 kwa kipindi cha hivi karibuni. Wana struggle sana. Wamepita kina Blanco, sijui nani yule Diao wamepita. Kwani mbadala leo ambaye anasaidiana na Kitambala ni nani? Saduni pia. Saduni na Papa Dudu Diallo. Papa Dudu Diallo. Na huyu Papa Dudu Diallo nani alimsema hapa? Mwaka wa kidudu. Zaka. Joy Bagunga alisema yule mtu ni hatari. Of course Dudu msimu uliopita unajua zilikuwa nzuri. They have to settle. Unajua hawa wachezaji wote sio wabaya. Hata Kitambala, kwa sababu Kitambala msimu uliopita ana namba nzuri msimu huu, second top scorer na na alipishana goli moja tu na top scorer ambaye yuko Singida, mshambuliaji Mwaku. Mwaku. Kwa hiyo they need to settle down, kwa sababu ukiangalia Kitambala nadhani amecheza mechi zinafika labda 7 by now. Katika hizo mechi 7 amefunga goli moja kwenye ligi sijui. Kwa hiyo bado namba hazishauri. Kwa mshambuliaji mwenye experience, amecheza mechi nyingi zenye pressure. I think anatakiwa kufanya vizuri zaidi. Yani ambacho nasema they need to settle down, kwamba bado wana adapt mazingira, bado wana adapt na timu mpya, kwa sababu unajua mimi wanasema kitu kimoja. Unaweza ukaenda kumsajili mshambuliaji Hans Raphael, ukakuta anacheza labda Mbezi Beach All Stars ambako amefunga wastani wa magoli 15 kwa msimu. Lakini style ya Mbezi Beach All Stars ambao anacheza inamfavor Hans. Anakuja kucheza Msasani Warriors, labda anakutana na style tofauti, labda kule kuna pigiwa cross, huku kuna through ball zaidi. Kwa hiyo lazima achukue muda kuadapt, kuzoeana, na hicho sio kitu ambacho mnacheza tu mechi 5. Lakini sasa mwalimu si ndio alio sport pia wachezaji. Ndio. Kwa bwana Kitambala akija hapa, maana mwalimu pia alikuwa anajua namna, anaiona picha ya namna ambavyo naamini hata hilo mwalimu analijua kwamba they have to be even time. Mimi nitakutolea mfano mmoja ambao unaweza ukaresonate vizuri. Man United walimsajili Diego Forlan. Diego Forlan alicheza mechi 27 hajafunga goli. Sawa, mechi 28 ndio anakuja kufunga. Of course hakuwa na career nzuri sana Man United pale, just flashes of brilliance hapa na pale. Alipokwenda Villarreal kule ndio akafunguka. Alipokwenda Atletico Madrid kule akafunguka. Kwa hiyo kila mtu anahitaji muda. There was a time hata United walipomsajili Robin van Persie, good striker, lakini kuna muda Van Persie alikaa mechi 10 hajafunga. Kwa hiyo inatokea wanahitaji. Mimi Jeff, unajua naelewa unachozungumza, adaptation ni kitu muhimu, lakini kuna muda unaona mtu anakosa goli ambalo unajiuliza, huyu ni mshambuliaji mwenye experience, ana miaka 27, mshambuliaji ambaye analipwa hela nyingi, mshambuliaji ambaye amecheza zaidi ya mechi 200 za ushindani, hapa anakosa vipi? Yani ni issue ya concentration na utashi zaidi, kwamba huu mpira anaweza nikafunga. Unakosa vipi? Yani unaona hicho anachozungumza Ansi. Yani hicho anachozungumza Ansi, kuna nyakati yahitaji wewe kuwa tu sehemu ya timu. Yani wewe ni mshambuliaji, umepata mpira ndani ya 18, hakuna bugda yoyote, ni wewe kuchagua pa kupasia. Yani yahitaji tena issue ya timu. Unajua mimi naweza
kuhusisha issue ya timu kwenye issue nzima ya kucheza. Timu inachezaje, wewe unajiposition, lakini wewe uko na goli, ni wewe kufunga. Haitaji tena issue ya timu. Yani sio issue ya timu, ni wewe kabisa. Lakini kuna wachezaji ambao hata kama usipofunga unaona atafunga. Yani kuna zile movement ambazo anazitengeneza, unaona kabisa huyu jamaa yuko kwenye right place right time, lakini pia anawatengenezea wenzake mazingira hayo. Je, Japhet Kitambala Bola hafanyi hicho kitu ambacho nimekisema hapo, pengine kinaweza kikatoa direction nzuri kwamba baadaye anaweza akawa ni mshambuliaji huyu ambaye anafanya vizuri kwenye ligi na michuano kama kimataifa na FA? Evans. Okay. Inawezekana akawa na yani kwa jinsi ambavyo muangalia style of play ya kwake ina support kwamba ipo siku atafanya vizuri, kwa sababu kuna nyakati hapa amefanya vizuri. Kuna mechi dhidi ya KMKM alicheza vizuri sana. Evans, afu nitakuja kwa kama ana support yani hivyo vitu vingine kutokea, yani kutengeneza mazingira ya watu wengine kufunga amekuwa anafanya. Unajua kutengeneza nafasi haimaanishi ukiwa na mpira, hata ukiwa una mpira, kwa sababu kuna nyakati unaweza ukaama kwenye nafasi na walinzi na wenyewe wakaama kukufuata, wameacha space, mtu mwingine anakuja kuitumia, unapigwa mpira, watu wanafunga. Lakini mimi namzungumzia yeye kwenye kuconvert nafasi ndo changamoto, sio kucheza na timu. Yani kucheza na timu mimi sina issue, kwa sababu amefanya hivyo kwenye mechi ya KMKM ya kwanza na ya pili. Ukiangalia kwenye mechi bizi zingine zilizofuata amekuwa na uwezo wa kucreate hizo nafasi, watu wengine wanashindwa kuzitumia. Lakini shida yangu mimi na yeye ni yeye kupasia mpira kambani, ambapo anapata mipira ambayo inamsababisha awe na hizo access za kusafiri za kufunga kwa funga. Unajua mshambuliaji anavyofundishwa, yani mshambuliaji anajua goli liko wapi na anajua fanya nini. So unavyokuwa ni mshambuliaji, tunakuambia unatakiwa kuwa na confidence kwenye box. Of course ukiwa na mpira unafanya in step, unajua kabisa nikiudribble mpira labda kwa degree kadhaa, nina uhakika huu mpira utakuwa kwenye himaya yangu. Nitachagua engo nitaweka. Kwa hizi degree nikiwa nimedribble, mtu akitaka kuja kufanya tackling, lazima atanicheza mimi. Yani lazima itakuwa ni penalty. Sasa alichozungumza Evans, ni kweli unaweza kuwa una struggle kuingia kwenye system ya team, kwenye kulink up na nini. Yes, unaweza kuwa unahitaji muda wa kuadapt. Lakini tunazungumza pale ambapo unapata nafasi, wewe ni namba 9 na umefanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 10 au 15. Unashindwa vipi kuweka mpira kambani? Kitambala, mbona unampa mzigo sana Kitambala? Alani lazima afanye vizuri. Of course Hans, unajua miaka 10 15. Unasema hiyo miaka 10 15, mimi sidhani kama zaidi ya 200 amekuwa professional. Kwani sasa hivi ana miaka mingapi? Miaka 27. Sasa 27 huyo sikaanza kucheza Kongo, unaanza kucheza una miaka mingapi? No, yani nadhani amekuwa professional wa kucheza kwenye hizi ligi sio zaidi ya misimu 4 au 5. Inazidi. Juma, umeanza kumtangaza Kitambala Bola mwaka gani? Hana muda mrefu sana. Miaka 10 15. Na mimi ambacho nataka kusema ni kwamba kama kwenye ligi hii, unajua msimu uliopita 2020 msimu uliopita Nyumaka alikuwa anacheza. Manake 20 alikuwa na miaka 22. Nyumaka bado alikuwa anacheza. Mimi mtangazo wakati akiwa na miaka 21 22. Kwa sababu hata ameanza kucheza akiwa na miaka 2015. Kwa sababu kwenye ligi hii msimu uliopita Azam, moja kati ya watu ambao walifunga magoli mengi ni huyu dogo Sadun. Na kwa kuwalinganisha viwango vyao, Kitambala is way more clinical kuliko Sadun kabisa. Kwa hiyo kama Saduni kinadharia tu anaweza akafunga goli 9 kwenye ligi, I think Kitambala 15 anafika. Anaweza Yes, sasa msimu huu nimeangalia namba hapa, ameshacheza mechi 5. Azam amecheza mechi 5 za kimashindano. Mechi 3 za ligi kuu na mechi 2 za kimataifa. Mechi 2 za kimataifa ni mechi ngumu, to be honest. Kwa sababu Wydad, Manyema Union wote ni wapinzani wagumu. Ukiangalia msimu uliopita, tafuta highlights za mechi kwa mfano ya Manyema Union na Mamelodi Sundowns. Alifunga goli zuri sana. Sasa mtu ambaye anafunga goli kwenye stage kama hiyo na mtu ambaye kwenye ligi kama ya Kongo anafunga goli 13, anaweza kureplicate hicho kitu hapa Tanzania. Lakini sisi hapa Tanzania kwa siku za hivi karibuni tumekuwa na tendency moja. Na ninaposema sisi, watu waone. Na ninaposema sisi namaanisha zaidi sisi wanahabari. Sawa. Ukimwangalia kwa mfano Prince Dube alivyokuwa anazungumzwa kwamba anakosa magoli. Last season Prince Dube nadhani amehusika kwenye magoli in all competitions yanafika 20-22. Sawa. Msimu huu Yanga wamecheza mechi hazijafika 10 za kimashindano. Sawa, wamecheza mechi za ligi 3, mechi za kimataifa I think 4, ukiongeza hizi zinakuwa 6. Maybe ndio zinafika mechi 10. Sawa.
kwa mchezaji ambaye ameshafunga goli 14 kwenye ligi msimu uliopita, akafunga 13, na kwa style ya Dube ambayo anacheza, ambayo sio lazima afunge, anaweza akatoa assist, anaweza akafanya link up kama vile alivyokuwa anasema Evans hapa. Kukosa tu magoli kwenye mechi 2 au 3, sisi tunaanza kusema huyu mtu sio clinical. Unajua magoli, kwa mfano Juma, nadhani nakumbuka Messi aliwahi kumisi Yakubu. Ndio. Goli hili hapa, na Yakubu unazungumzia mtu ambaye kwenye Premier League aliweka goli 19. Unakumbuka kuna story moja ya mzee Harry Redknapp anasema alibet naye akamwambia bwana, ukifunga goli 20 mimi kuna bonus nitakupa. Kuna siku akataka kufunga goli 5, kocha akamtoa, akaona mimi wangu nitapoteza. Lakini kwenye mechi ya World Cup tena sio mechi dhidi ya Argentina au Brazil au France, dhidi ya Korea of all people, goli hili hapa akakosa. Kwa hiyo yani kitendo cha kukosa goli, any striker anaweza kukosa goli. The issue is unaweza ukarecover kutoka kwenye hiyo, kwa sababu sometimes confidence inashuka, wewe mwenyewe unaanza kujidoubt, kuna vitu vingine unaanza kuvifanya, unakuwa the best thing kuhusu mshambuliaji ni kukaa kwenye nafasi. Lakini kamanda, finishing inakuja tu. Kwa mtu kama Prince Dube, anaonekana anakosa ile confidence. Yani sio hayupo confident 100%, lakini kwa mtu kama Kitambala unamuona hicho ni kipindi ambacho mchezaji yoyote anapitia. I mean kwa Kitambala sasa mwenyewe unamuona yuko kwenye hiyo level ya kukosa confidence, yani ujasiri, mpaka anapata nafasi anakosa, au yuko kwenye level of confidence ambayo anajiamini tu, lakini zinatokea nyakati anakosea. Mimi naamini hiyo confidence bado anaijenga. Yani unajua ukiwa kwenye timu mpya, wote hapa mimi naamini tushawahi kupitia situation ya kuhama kutoka shule moja kwenda shule nyingine. Na tukiangalia record, inawezekana mimi ndo nimehama shule nyingi sana kwa sababu nilikuwa na changamoto zangu wakati huo. Kazi achana hayo. Mimi nimezungumzia shule. Siku zote adaptation period ni kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo ile hali ya kujenga mazoea, ya kuzoeana na wenzio, yani finding your feet wazungu wanaita, ni kitu ambacho wachezaji wanatofautiana. Kwa mfano Yanga waliwahi kumsajili mtu hapa anaitwa Boniface Ambani. Tena walimsajili akiwa umri ushaenda. Ambani mechi yake ya kwanza tu, dakika ya pili akafunga goli. Sawa? That season akafunga goli 20. Lakini sio kila mtu hiyo hali inamtokea, kwa sababu Ambani alisajiliwa tayari za season veteran, kacheza India huko, kacheza Kenya, kacheza wapi. Kwa hiyo Medi Kagere. Medi Kagere pia. Medi Kagere amekuja hapa tayari yani ni askari ambaye kapigana vita nyingi sana. Kwa hiyo vita ya kuja hapa kwenye ligi kuu ilikuwa ni nyepesi tu kwake. Umeelewa? Kwa hiyo hata Kitambala tofauti yake ni kwamba yeye ameanza kupata jina akiwa pale Manyema. Na huu muda ambao tunaanza kumjaji sasa hivi bado ni mapema sana. Tusubiri ifikie hata hatua tusikie kwamba anataka kurudi kwao, labda kama alivyorudi Ngoma msimu uliopita. Crown Media. Hapa ni nyumbani.